Mimi ninachokiona ni changamoto za kiuchaguzi ambazo ni changamoto ambazo tunaweza kusema kama ni eh, hali ambayo kwa sasa unaweza ukaiona ni katika maeneo mengi ya Afrika ambalo linachangiwa kiasi kikubwa mfumo wetu wa uchaguzi, mfumo mbaya ambao unasema winner takes all. Mfumo wetu huu tulionao wa uchaguzi ni mfumo ambao zile nafasi za uwakilishi, yani kwenye udiwani na ubunge, hazireflect electorate wishes au ile kiwango cha kura zinazopigwa kwenye maeneo ya wapiga kura, kiasi ya kwamba mtu anatumia gharama kubwa kwa sababu ya utaratibu wetu wa winners take all. Kwa hiyo anajua tu kwa vyovyote vile, labda nikisukuma iwe kihalali siwe kihalali. Tuna changamoto kubwa katika hali yetu ya uchaguzi kulingana na mfumo wetu wa winner takes all ambao nadhani tunatakiwa kuubadilisha, turudi kwenye ule mfumo wa uwiano wa kura, chama kinachopata ndivyo kipewe mgao wa wabunge, kipewe mgao wa ruzuku na vitu vingine, kama tunavyogawa ruzuku kwa pasenti, wabunge wagawiwe. Hilo la kwanza litaondoa hii hali tunayoiona ya chaguzi zetu kuwa na mazingira ya vita, mazingira kama ya kivita hivi. Na jambo lingine ambalo mimi ninaliona katika swala letu la kiuchaguzi ni kwamba vyama sasa hapa tulipo katika taifa letu, ni wakati sasa wa kutafuta majawabu, kwa sababu hakuna ambacho hatujaongea, hakuna ambacho hatujalalamika, hakuna ambacho hatujashutumiana. Sasa ni wakati wa kuconverge, kutafuta majawabu, kwa sababu hii ni taifa, lina wazee wenye hekima, lina viongozi wastaafu, lina watu mbalimbali. Nimemsikiliza vizuri sana Comrade James Mbatia alikuwa akizungumza, na nilifurahishwa na kitu kimoja ambacho nimekuwa nikisema, labda hakieleweki vizuri. Nadhani cha kwanza tunachokihitaji katika nchi yetu ni hekima. Cha kwanza tunachokihitaji kwa sasa ni hekima, kwa sababu kwa hizi akili tukifanya mambo kwa namna hii, hakuna jambo lolote tutakaloweza kulifanya likawa na tija, kwa sababu tunafikiri kibinafsi zaidi, tumekuwa wanyama zaidi, tumekuwa wachoyo zaidi, tumepoteza umoja na mshikamano kama taifa. Kwa hiyo kila mtu ana hasira na mwenzake, yani we are in a state ambayo kwa kweli nadhani kama ni mtu ungefanikiwa unyanyuliwe mawinguni alafu upewe fursa ya kuangalia vichwa vya watu na namna tunavyoishi, nadhani kuna changamoto kubwa sana ya nakisi ya ubinadamu. Ndio maana unaona matendo yanavyoendelea, watu wanatekwa, watu wanapotea, watu wanafanya nini. Sasa cha muhimu ni kipi? Nachosema siku zote, hakuna ambacho hatujazungumza, hakuna ambacho hakijakemewa, hakuna ambacho hakijashauriwa, lakini sasa ni lazima tutafute hekima, hata hekima ya bandia ambayo itatwenda kutupeleka kwenye kutafuta jawabu, kwa sababu kwa namna tunavyoenda hakuna proses yoyote inayoweza kuwa na matokeo mazuri ya kulileta pamoja taifa, kwa sababu kila tutakachofanya tutajikuta tunakuwa tofauti zaidi, na mwisho wa siku hili tunalolifanya sisi wa umri wetu litakaposhuka kwa watoto wetu, taifa halitakuwepo tena, halitakuwepo tena. Kwa hiyo ni wakati, mimi mtu akiniuliza nasema kwanza huu ni wakati wa kuacha kiburi, viburi, majivuno, ubabe, kutokuambilika, visasi, utekaji, ujuaji. Yani kila mtu afikiri kama taifa kwamba where are we heading. Taasisi zetu zifikiri where are we heading. Tuna vyuo
havina mijadala hai, kila mtu amejikunyata kwa hofu. Tuna taasisi zinajikunyata kwa hofu. Juzi nimeona mahakamani maendeleo mazuri. Mahakama imesema watu wafuatilie online, ni jambo jema sana, lakini kwa bahati mbaya pale nje akaonekana mtu anatembea na rungu kama anatwanga mahindi hivyo, utafikiri mtu alikuwa anaua nyoka, anapiga watu. Kila nikiangalia lile jambo mimi mwili unasisimka. Siamini kwamba tunaweza tukawa na mazingira ya namna ile au watu wa namna ile. Sasa mimi nilikuwa nafikiri kwamba lazima turudi kwenye meza. Mimi nachosema lazima turudi mezani, na lazima tukubali kuzungumza, na tukubali kuzungumza kwa maslahi ya taifa, ili asiyetaka kuja mezani tumlete hata kwa fimbo, ili mwisho tuone tunafanya jambo gani. Kwa sababu tukiendelea kuzungumza tutaishiwa misamiati. Kama mlivyoona kwa sasa imefika wakati wananchi badala hata ya kuzungumza wanageuka wanatushambulia. Mwingine anageuka, mimi nimekuwa nikipata changamoto, mtu anashambulia, anasema kwani unaongea, hajui kwamba hata tunapoongea tunaelimisha. Yeye anashambulia, anatukana, lakini yeye umuoni anachokija. Kwa hiyo kote ni kukata tamaa. Watu wamekata tamaa, watu wana hasira, watu wana majonzi, watu wana huzuni, watu wana hasira, watu hawana uhakika wa kesho. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi naliangalia kwa umakini na tahadhari kubwa sana, hasa kipindi hiki ambacho mimi mwenyewe binafsi niseme nina hasira. Kwa hiyo nimekuwa na jitahidi kujizuia kuzungumza, kwa sababu kama mnavyojua, sijui rafiki yangu mpaka leo yuko wapi Mdude. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi kuelewa huko aliko anafikirije. Kama mimi naweza nikalala kitandani nikawa natembea nafanya nini. Kwa hiyo wakati fulani naweza nikaopine au nikatoa mawazo, lakini ni mawazo yanayochangiwa labda na hasira, kinyume cha hekima. Lakini kikubwa ninachosema kwamba tunahitaji, ni lazima tukubali sasa kwamba we have said enough, we need to talk, ili tujue what next. Lazima tujue what next, kwa sababu huwezi kuenda kulia tu, huwezi kuendelea kutafuta tu, huwezi kuendelea kulalamika tu, huwezi kuendelea kufanya. Lazima tujue what next, na kama taifa lazima tuone kufanya nini. Tunauelekea, tunasema tuna uchaguzi, ufanyikeje? Haya ni mambo ambayo lazima sasa tuzungumze, na mimi nilisema na ninazungumza, sikubaliani na mtu yoyote anayesema muda hautoshi kwenye kuzungumza. Mtu yoyote anayesema muda hautoshi kwenye kuzungumza ana upungufu wa ubinadamu. Muda wa kuzungumza unakuwa hautoshi pale unapokuwa ukikata roho, lakini as long tuko hai, tunazungumzia kesho, tuko leo, lazima tuone, hata kama tuna sekunde 30 mbele, lazima sekunde 30 hizi zitupe majawabu, tujue na tupate wakati wa kujiuliza, je, kweli tuna wahaini kweli? Kusema no reform no election, a political statement, ni uhaini? That's a mere political statement. I don't know, let's wait, the court will come out with that. Lakini tunaangalia, je, inatija? Ili tunalolifanya linatija kwetu? Huku kutekana kuna tija? Tuende wapi? Tufanye nini? Tumalize vipi? Kwa hiyo nadhani ni wakati wa kuja kwenye majawabu, ni wakati wa kuwasukuma watu, tusukume viongozi wetu kwenye taasisi na mahali tuliko. Sio wakati wa viongozi kujificha chini ya meza, ni wakati wa kuja kutafuta suluhisho. Kijiji kimevamiwa, kwa hiyo lazima wazee wakutane chini ya mti watafute majawabu. Huu uvamizi ni wa namna gani na tunatokaje hapa tulipo? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nimeandika mengi, na niseme
ninakuwa na mipaka mingi kuzungumza, kwa sababu kuna mambo ambayo mengine yako yanafanyiwa kazi kitaalamu ndani ya taasisi yetu na mengine. Kwa hiyo lakini moja ambayo ninajaribu kuwaita Watanzania ni lazima sasa twende kwenye masuluhisho. Kulalamika, kulia, kulaumu, tumeanza mpaka sasa tunalaumiana, tunashambuliana. Yani kuna mtu kazi yake ni kuchoma mikuki tu wenzake bila kujali ugumu wanaopitia na changamoto wanazokabiliana nazo. Lakini lazima tujue kwamba uchaguzi unafanyika. Unafanyikaje? Nini tunatarajia tukipate kwenye uchaguzi? Nani anashiriki kwenye uchaguzi? Je, wote wenye haki ya kushiriki kwenye uchaguzi watashiriki? Je, kile kitakachofanyika kwenye uchaguzi kitaleta tija? Je, the will of voters itaonekana? Kwa sababu haya ni maswali ya msingi. Mi nimeona saizi, nimeangalia kuna chama kingine kimepata nguvu ghafla, lakini nimeona kinafanya kazi ya kushambulia chama kingine. Na mimi huwa naamini kwamba ukitoka, kwa sababu sio mimi mwenyewe nimewahi kuhama vyama, lakini mimi chama nilichoondoka huwa sijishughulishi nacho. Mimi najishughulisha kujinadi na kujibrandi pale nilipo, lakini unakuja kuta watu hawazungumzi issues. Hawazungumzi issues, tunazungumzia matukio tu. Yani tunazunguka na matukio, vitu vidogo vidogo ambavyo ukimwangalia mtu anakaza mishipa, vitu anavyozungumza unamuuliza tunakwenda wapi kama taifa? Kwa hiyo mimi kimsingi, mi ningeomba, tunajua space hizi ni asasa ya kwako na Maria ni kubwa, ni muhimu kwa kweli. Angalieni namna sasa ambavyo tunakwenda kujadili, kwenda kutafuta majawabu, kutafuta solutions mbalimbali, ili kuondoa changamoto hii ambayo ni changamoto halisi inayotukabili. Tupate majibu. Wenzetu wanaopotea wako wapi? Kuna mtu anakula watu, kwamba ukitoka anakukula, anakumeza, anameza na mifupa kabisa, ukitoka atukupati? Na nani anatula? Tuko wapi? Nani leo ana uhakika kwamba nikitoka nyumbani nitarudi jioni salama? Nani? Kwa nini tumefikia hapa kama taifa? Tumefanya uchaguzi mwaka 1995, tumefanya uchaguzi mwaka 2000, tumefanya 2005, 2010, 2015, 2020 mambo yakabadilika, lakini kwa sasa mambo yanakwenda sivyo. Kwa kuna eneo linalohitaji udharura wa kipekee. Yani kama ni mgonjwa, tunasitisha shughuli zote, turudi kwenye chumba cha upasuaji tupate majawabu. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu makubwa na maoni yangu ya kina, ni kwamba kama taasisi sisi tunatafakari na tutaona namna ya kushirikiana na wadau wote, kwa sababu lazima tupate majawabu. Sisi kwa sasa we are not partisan, hatufanyi kazi kisiasa, hatufungwi na vyama vya kisiasa, hatufungwi na kauli za kisiasa, hatufungwi na nani. Sisi tunasimama straight, lakini we stand for the people, we stand for the constitution, stand for the rule of law, we stand for human rights, we stand against the enforced disappearance. Tunachotaka, kama mtu ana makosa akamatwe, afikishwe kwenye vyombo vya kisheria, ahukumiwe, au aachiwe. Sio mtu tunakuwa na kangaroo tribunal, wavuta bangi wanakaa mahali wanakamata labda watu, wanaua, wanapoteza watu. Hapana, hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Lazima tuwe na utaratibu, turudi kwenye heshima yetu kama taifa. Sisi ndio nchi iliyokuwa ikiongoza katika frontline state, nchi za mstari wa mbele katika ukombozi wa Afrika. Ilikuwa ni nchi inayoshamiri kwa uhuru wa fikra. Tulikuwa tunaamini kwamba Afrika sisi hatuwezi kuwa huru mpaka Afrika iwe huru. Tulikuwa tunaamini kwamba binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Sisi hatujawahi kuwa na itikadi ya kumzungumzia Mwafrika mwenzetu kama mvamizi ndani ya nchi. Mara zote tulipozungumza, tulizungumza kwamba Mwafrika, nchi yetu sisi tuliiweka kama kitovu cha umajumui wa Kiafrika, umajumui wa Afrika. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukimuona kila Mwafrika ni ndugu yetu,
ajisikie salama. Tulihusika na uhuru wa Msumbiji, tulihusika na uhuru wa South Africa, tulihusika na uhuru wa Zambia, tumehusika na uhuru wa Angola, frontline kabisa. Tumehusika na uhuru wa Namibia. Kote huko tukionyesha uzalendo, upendo, utu, utashi na uwajibikaji. Ujasiri huu tumeupeleka wapi? Taifa lililokuwa na ujasiri wa kusimama mbele ya dunia na unyonge wake, lakini likisimama mbele ya haki. Sahizi tunakatana mashingo kwa ajili ya boksi la kura, tunatekana, tunapotezana. Watu wanakuja, tunapokea malalamiko ya ajabu. Hawa wanalalamika kubakwa, hawa wanalalamika kufanya nini, ndani ya taifa ambalo lilikuwa ni tanuru la fikra chanya na ukombozi katika nchi yetu. Tumepotea. Leo kuna mahali niliandika, hapa tulipo sipo na wanakotupeleka siko. Lazima tukae tutafute majawabu kwa maslahi ya taifa letu. Asante Maria.